Nafikiri klabu ya Young Africans inapaswa kuomba radhi kwa watu wenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV kwa kitendo cha wanachama wake kusema kwamba hawataki logo yao au logo ya klabu yao ihusike kwenye promotion ya aina yoyote kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Wanapaswa kuomba radhi kwa sababu tayari klabu ya Yanga ilishauza haki zake kwenye makampuni mbalimbali ambayo yanadhamini ligi kuu, lakini pia na hata watu wenye haki za matangazo ikiwa ni miongoni mwa hayo makampuni. Sasa kama ulishauza haki zako, maana yake hayo makampuni bado yanapaswa kuendelea kutumia logo yako kadiri inavyowezekana, kwa sababu makampuni yanakulipa pesa. Na hayo makampuni yanavyokuja kuwekeza kwenye club kama Yanga, hayaji kuwekeza eti kwa sababu kuna Aziz Ki, kwa sababu si kuna Pacome. Ni logo ndo ambao anaitaka, kwa sababu logo ndio club. Yaani logo ni ndo utambulisho wa Yanga. Kwa hiyo lazima logo yao itumike kwenye promotion aina yoyote, kwa sababu tayari wanapokea pesa kupitia logo yao. Azam TV wanawalipa pesa nyingi, mdhamini mkuu wa ligi NBC anawalipa pesa nyingi, lakini pia na makampuni mengine mengi ambayo yanahusika kwenye promotion kuelekea kwenye mchezo wa dabi yanalipa pesa nyingi. Lakini pia huu ndo mchezo ambao pia hata makampuni mbalimbali yanahitaji return kupitia mchezo kama huu. Sasa kwa nini wakataze kufanya promotion kwa interest zako? Kwa sababu ulipokea pesa za watu, basi ukubali pia na wewe kutumika. Kwa hiyo kwa sasa viongozi wa Young Africans wanapaswa kuomba radhi kwa sababu wanapokea pesa kutoka kwenye makampuni mbalimbali, lakini wanachama wao wanaanza kuweka vipingamizi vya logo yao kutokutumika. Kwa hiyo inabidi waombe radhi kama club, kwa sababu inapokea pesa kutoka kwenye hayo makampuni, na makampuni yanataka kupata return kupitia kwenye mechi kama hizo. Kwa hiyo promotion zitaendelea kama kawaida. Wanachama inabidi waeleweshwe kwamba klabu yao inalipwa fedha ili logo yao iweze kutumika. Kama viongozi hawaambii wanachama wao, basi wakae nao wawaambie kwamba bana, sisi tunapokea pesa za watu ndio maana logo yetu inatumika. Kwa hiyo waombe tu radhi kwamba jamani, tunaomba radhi, wanachama wetu waliteleza, na kwa sababu tunapokea pesa kutoka kwenye makampuni mbalimbali, logo yetu itaendelea kutumika. Lakini kusema kwamba hatutaki kampuni yoyote au mtu yoyote atumie logo yetu kwenye promotion pamoja na vyombo vya habari, wewe mwanachama unapata wapi authority ya kukataza makampuni au vyombo vya habari kutumia logo ya klabu ikiwa hiyo klabu yenu pia inapokea pesa kutoka kwenye makampuni mbalimbali? Ni aibu kubwa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho pengine wanachama wanajua ama hawajui, lakini kama hawajui wanapaswa kujua kwamba klabu yao inalipwa fedha nyingi ili logo yao iweze kutumika kwa watu mbalimbali, kuanzia kwenye makampuni ambao wanafanya biashara na Young Africans. Lakini TFF na bodi ya ligi wanaweza pia kutumia logo ya Young Africans kwa sababu Yanga ni wanachama wa bodi ya ligi na TFF. Kwa hiyo lazima logo yao itumike, lakini pia wajue kwamba klabu ni logo, yani bila logo hakuna klabu. Kwa hiyo watu wengi watatumia logo ya Yanga kwa sababu logo ya Yanga ndio utambulisho wa Yanga. Sasa mtu hawezi kuja tu akamposti tu akaacha kuizungumzia Yanga bila logo yake. Lazima kama ni sehemu logo inapaswa kukaa, lazima itakaa tu, kwa sababu ndio utambulisho wa klabu yenyewe. Sisi tunatumia logo ya vilabu vingi duniani, lakini havijawahi kukataa. Kwa nini Yanga anakataa? Kuna jambo aliko sawa. Uongozi kwanza uombe radhi watu wenye haki za matangazo, lakini pia uongozi unapaswa kuwakataza wanachama. Sio kila kitu wanachama wanapaswa kukizungumza. Kuna vitu ambavyo vinapaswa kuzungumzwa na management na sio wanachama.